Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Msaliti wa Mapenzi sehemu ya 6. Kwenye upande wetu wa chaneli yetu ya YouTube inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Na kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Chini ya kulia kuna vitufe ambavyo utakavyoviona, lakini wewe nenda kaguse kwenye kitufe kile ambacho kina alama ya kujumlisha. Hapo moja kwa moja utakuwa umetufollow na utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King channel kwa upande wa TikTok. Tunachokuomba subscribe, yani nikiwa na maanisha kwamba follow. Kule kuna kufollow, alafu like video kama utakuwa umependezwa nayo, lakini pia share ili na wengine waweze kujifunza juu ya simulizi hizi, lakini pia comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 6 ya simulizi hii inayoitwa Msaliti wa Mapenzi. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea katika sehemu hii. Kuna wakati mwingine ambapo Ibrahim Muhina, ambaye ndiye huyu sasa kijana mwenye ulemavu wa miguu, Jeremia ambaye ndiye rafiki yake sasa huyo aliyehamishiwa katika shule hiyo, alikuwa kuna baadhi ya sehemu ambapo alikuwa na mvusha kutokana na kwamba hiyo shule haikuwa na miundombinu mizuri kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Hapo walisoma wote kama mtu na kaka yake, lakini Ibrahim Muhina alikuwa ni kijana mkubwa, ambapo Jeremia alikuwa ni kijana mdogo. Waliendelea kuwa pamoja katika urafiki, lakini mwisho wa siku, baada ya kumaliza darasa la 7, kutokana na kwamba alikuwa ameshakuwa, aliweza kuwaomba wazazi wake, yaani kumuomba mama yake Semi Kaduguda pamoja na Muhina Bakule ili aweze kwenda kujitegemea, kwa sababu tayari alikuwa amekua. Na wazazi hawakuweza kupinga, walimkubalia kile ambacho mtoto anachokihitaji, kwa sababu tayari ameshakuwa ni kijana mkubwa. Kama ana uwezo wa kujitafutia, basi wao wako tayari. Lakini licha ya kwamba Jeremia pamoja na Ibrahim waliweza kushinda masomo yao, yaani darasa la 7 walifaulu, lakini licha ya kufaulu
Hakuna hata mmoja ambaye aliweza kwenda eneo lolote lile, kwani shule za upili yani sekondari zilikuwa mbali. Kwa hiyo walichokifanya, walisoma hiyo shule ya msingi. Licha ya kwamba walifaulu, lakini hawakuweza kuendelea. Kilichofanyika, sehemu hiyo ambayo alikuwa amepanga Bwana Ibrahimu Muhina, aliamua kumuita na rafiki yake Jeremia ili waje waweze kuungana wawe kitu kimoja. Jeremia alikubali na yeye alikuja akaungana naye. Wakaanza kuishi sehemu moja kama ndugu, kwa sababu kuna kipindi ambacho Jeremia Mwamoto alipelekwa moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Bwana Muhina, akamtambulisha kwamba ni rafiki yake kipindi hicho walipokuwa wanasoma, na alikuwa naenda pale mara kwa mara nyumbani kwa mzee Muhina, ambapo alikuwa naenda kumtazama rafiki yake huyu wa kuitwa Ibrahimu, yaani huyu Bwana Jeremia Mwamoto alikuwa naenda kwa Ibrahimu Muhina ambaye ndiye rafiki yake. Kwa hiyo naenda kwenye familia ya mzee Muhina kwenda kumwangalia Ibrahimu. Waliendelea na urafiki wao, lakini kutokana na kwamba Mungu siku zote hawezi akakupa kilema alafu akakunyima mwendo. Licha ya kwamba hakuna shule ambayo waliendelea ya upili yani sekondari, lakini Ibrahimu alikuwa na kipaji cha kipekee. Wakati wa shule ya msingi alikuwa naimbaimba hapa na pale, watu wakawa wanamuona kwamba ni mtu mwenye kipaji ambaye bado anaendelea kusoma. Kwa hiyo hakukupatikana mtu wa kuweza kumfadhili katika uimbaji wake. Kwa hiyo sasa kilichotokea ni kwamba watu walianza kumfuata, wasanii mbalimbali pale alipokuwa amepanga, wale ambao walisoma nao darasa la 6 na darasa la 7 wakaanza kumfuata ili aweze kuandikia nyimbo. Yaani wenyewe walikuwa ni wataalamu sana wa kuimba, lakini kwenye uandishi walikuwa sio wataalamu. Kwa hiyo waliamua kuwa wanamfuata ili waweze kuandikiwa nyimbo, na kweli alikuwa akiwaandikia. Hapo ndipo ambapo kila alipokuwa kimwandikia mtu wimbo mmoja alikuwa anamtoza shilingi 10,000, na hiyo ndio ilikuwa nzuri kwake. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho alikuwa anamwambia rafiki yake Jeremia Mwamoto aweze kumuendesha kwa baadhi ya sehemu ambapo pana njia mbovu ili amsukumie hiki kitimwendo, wakiwa wanaendelea kutembea hapa na pale akitafuta wasanii na kusambaza mabango kwamba kama kuna msanii ambaye anajua kuimba lakini hawezi kuandika nyimbo, basi waweze kuonana. Hapo ndipo ambapo kuna siku ambapo walikuwa wanazunguka hapa na pale, akawa napata 20,000, manake amewaandikia watu wawili. Kuna wakati alikuwa napata 50,000. Sasa akipata 50,000, rafiki yake alikuwa anampa 10,000. Akipata 20,000 anampa mwenzake 5,000. Kwa nini yeye alikuwa anabaki na hela nyingi? Mfano kama akipata 20,000
anampatia mwenzake 5,000, yeye anabaki na 15, kwa sababu yeye ndo ambaye aliyekuwa amepanga na yeye ndiye aliyekuwa analipia kodi. Huyu rafiki yake Yeremia yeye alikuwepo tu. Sasa kwa vile ameshamtambulisha na kwa wazazi wake kwamba yeye ni kama ndugu yake, kwa hiyo alikuwa naishi naye kindugu, hakuwahi kumtenga hata siku moja. Kwa hiyo ndiyo maana akipata mfano kama shilingi 10,000, hata Yeremia alikuwa anasema asikate hela yoyote, aendelee kukaa nayo. Nakumbuka Yeremia pale ndo aliyekuwa mpishi, ndiye ambaye aliyekuwa anampikia huku akiendelea kuishi vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni vyema zaidi kutokumdai, kwa sababu yeye ndo ananunua chakula, ndo anayelipia kodi. Hata umeme ukiisha, yeye ndo wa kwenda kuweka. Kwa hiyo alikuwa anakubali kumzungusha katika kumtembeza katika njia mbovu, zile zenye mabonde, milima ambapo hawezi kujivusha, ili aweze kumvusha, ili waweze kupata pesa, kwa sababu yeye hakuwa na ujanja sana kama jinsi ambavyo Ibrahimu alivyo mjanja. Na kuna kipindi ambacho wakati anamwandikia msanii mmoja wimbo, aliwapigia huyo msanii wasanii wenzake, wakaja wasanii kama 10, na kila msanii aliomba kuandikiwa nyimbo 20. Unaweza ukaona kwa siku hiyo namna jinsi ambavyo Ibrahimu Muhina alivyoingiza pesa. Aliingiza pesa ndefu sana, na baada ya kuingiza pesa ndefu, hapo ndipo wakati anaendelea kumwandikia msanii wa mwisho, kuna dada mmoja ambaye walisoma naye shule ya msingi, ingawa yeye alikuwa mbele kidarasa. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 6 ya simulizi yetu Msaliti wa Mapenzi imeishia hapa. Kama haujasubscribe channel yetu ya YouTube, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Na kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel, Baba Sam the King channel. Upande wako wa kulia kuna vitufe utakapokuwa unacheza video hii, lakini angalia kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Ukigusa hapo, moja kwa moja utakuwa umetufollow. Kwa hiyo tunachokuomba follow, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, tumemwona Ibrahimu Muhina amepata wasanii wengi, na wakati anamwandikia wimbo msanii mmoja wa mwisho, akaja dada mmoja ambaye walisoma wote, yaani Ibrahimu Muhina pamoja na Yeremia Mwamoto, wote wamemtambua huyo dada. Je, unahisi huyo dada kaja kufanya nini? Na ni dada gani huyu? Anaitwaje? Jina lake nani? Endelea kufuatilia simulizi hii, usiachane nayo, fuatilia mpaka mwisho ili uweze kujua
alikuja kufanya nini na kwa nini ikaitwa msaliti wa mapenzi? Twende pamoja. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel.